Yes, bwana, mambo vipi watu wangu wa The Green Show? Leo ngoja tukamwangalie bidada anayefahamika kama Mary Anderson au almaarufu kama Alabama Woman. Kiufupi tu ni kwamba mwanamama huyo ndiye mgunduzi wa wiper zote ambazo tunaziona katika magari leo hii. Lakini kitu ambacho kinashangaza watu wengi hadi leo hii sisi katika The Green Show tunakwenda kumzungumzia ni kwamba hajawahi kuambulia au kufaidika hata kidogo na ugunduzi huu aliyowahi kufanya. Kiufupi tu ni kwamba hajawahi kupata hata shilingi moja kutokana na ugunduzi huu aliofanya. Na kama tunavyofahamu jamani, kila gari ambalo tunaliona huko barabarani leo hii lina wiper katika vioo vyake. Wiper ni kifaa ambacho kinatumika kusafisha vioo kwa upande wa nje, hasa tunavyotumia gari katika majira ya mvua. Kile ambacho kinatumika kusafisha kioo kinaitwa wiper. Sasa mwanamama huyu hajawahi kupata hata shilingi moja kutokana na kutugundulia kifaa hicho. Sasa wacha tukaangalie ni kwa nini hajawahi kupata manufaa ya namna yoyote ile. Na kama tunavyofahamu jamani, wiper ni kifaa ambacho kipo katika kila gari. Leo katika The Green Show ngoja tukamchimbe kidogo tugundue ni kwa nini mwanamama huyu hakufaidika hata kidogo. Nikukumbushe tu, this is The Green Show, let's jump into it. Mwaka 1902 mwanamama huyu alitoka huko kwao Alabama na kwenda katika jiji la New York City katika mizunguko yake tu ya hapa na pale. Sasa alichelewa kwenda baadhi ya sehemu ambazo alikuwa anakwenda kwa sababu hiyo siku kulikuwa kuna dondoko kubwa la barafu, wenyewe wanaita snowfall. Sasa taxi ambayo alikuwa ameikodi ilikuwa inasimama mara kwa mara. Dereva alikuwa anashuka mara kwa mara kwenda kusafisha kioo kwa upande wa nje kwa kutumia mkono kwa sababu hapakuwa na wiper, kitu ambacho kilimpelekea mwanamama huyu kuchelewa katika shughuli zake za hapa na pale. Na aliporudi kwao Alabama akaona ile ni fursa nzee, akakaa chini akabrainstorm kwamba kinahitajika kipatikane kifaa ambacho kitakuwa kinasafisha vioo kwa upande wa nje bila dereva kushuka wala kusimamisha gari. Na ilipofika mwaka 1903 akawa amekamilisha uchunguzi wake huo na kuja moja kwa moja na kifaa hicho kinachofahamika kama wiper ambacho kinasafisha vioo vya gari kwa upande wa nje bila dereva kushuka wala kusimama. Sasa mwanamama huyu alikwenda katika mamlaka husika ambazo zinahusika na mambo ya magari pamoja na watu ambao wanatengeneza au makampuni ambao wanatengeneza magari kwa wakati huo. Lakini kitu cha kuhuzunisha ni kwamba mamlaka husika hizo za wakati huo zilikataa idea hiyo au zilikataa wazo hilo la huyo mwanamama na kifaa hicho moja kwa moja kwa madai ya kwamba kifaa hicho kitapelekea ongezeko la ajali kwa sababu ile panda shuka ya wiper ile itampunguzia dereva concentration ya kuendesha gari na kupelekea kupata ajali. So mamlaka husika hizo pamoja na makampuni ya magari yote wakakataa na kupiga chini wazo hilo na likakataliwa kabisa, kifaa hicho kisitumike kabisa. Basi baada ya muda mfupi Mary Anderson naye akaona wazo lake halina kazi, naye akalipiga chini akaendelea kufanya mambo yake mengine. Lakini kitu cha kushangaza, ilipofika mwaka 1922 kampuni ambayo inatengeneza magari aina ya Cadillac wakaanza kutengeneza magari yao moja kwa moja yakija na kifaa hicho ambacho kiligunduliwa na mwanamama Mary Anderson. Na mfumo mzima wa kile kifaa ni ule ambao aliugundua Mary Anderson. Kwa hiyo wakaanza kutengeneza magari yao na very soon makampuni pia mengine yote yanayotengeneza magari na wenyewe wakaanza kutengeneza magari yao yakija na kifaa hicho cha kusafishia kioo kwa upande wa nje. Na ilipofika mwaka 1953 Mary Anderson alifariki bila kuambulia hata shilingi 100 kutokana na ugunduzi huo aliofanya. Cha zaidi tu ni kwamba ilipofika mwaka 2011 kuna shirika moja la Kimarekani ambalo lenyewe linajihusisha na masuala ya kutujuza wagunduzi wa vitu mbalimbali linalofahamika kama The National Inventors Hall of Fame. Wao waliamua kutuwekea makala ya mwanamama huyu na kutuelezea kwamba huyu ndiye mgunduzi wa wiper zote ambazo tunaziona katika magari ya dunia nzima. Kwa hiyo Mary Anderson yeye hakuambulia kitu chochote mpaka anafikia umauti wake, au sio bwana? Sasa kiufupi tu ni kwamba mgunduzi wa wiper zote ambazo tunaziona katika magari ni mwanamke anayefahamika kama Mary Anderson. Na wiper ya kwanza iligunduliwa mwaka 1950 mwaka 1903 na mwanamke anayefahamika kama Mary Anderson au almaarufu kama Alabama Woman. Hiyo tumeona tukuandalie leo katika The Green Show na huu ndio mwisho wake.
Tukutane next time, tuendelee kupeana elimu na kujuzana mambo mengine mbalimbali yanayohusiana na magari. Sisi tunapatikana Dar es Salaam Mbezi Beach, Ushuani kwa Washua, na kazi yetu kubwa ni kuhakikisha gari lako linapendeza na linakuwa na muonekano wa kitofauti kabisa, kwa kukuwekea tinted nzuri, kukufungia sound system au muziki mzuri, kukupa manukato, polish na vitu vingine vizuri vya kwenye gari lako. Karibuni sana, unyama ni mwingi sana. Till next time, bye bye.